Ili baraka na Mungu wa kutoa Kristo kule
wameandikwa neno lako litakuja kubariki kutimiza makusudi yako. Na tuko tayari kupokea kwa ajili ya heshima na utukufu kwa jina lako. Ni katika jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo tunategemea kufika katika mtii Kristo, na kila kinachoinua juu ya Bwana kinachoinua tunamkusha kila ngome na kila mawazo mabaya yananyamaza kimya. Bali wewe Kristo Mungu wetu ukapata kutukuzwa katika jina la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Hallelujah. 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 Kama una uhakika umeamshwa na Yesu, muongezee makofi na shangwe. Hallelujah. 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 Haya mambo nafikiri kwa Bwana Yesu. Hallelujah. 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 Amen. Funguo kitabu cha Waamuzi 16 mstari wa 2. Waamuzi 16 mstari wa 2 kama umesema. Waamuzi 16 mstari wa 2. Neno la Mungu linasema wakaambiwa ya kwamba huyu Samsoni alikuja huko, wakamzingira, wakamvizia usiku kucha penye lango la mji, wakanyamaza kimya usiku kucha, wakasema na tungoje mpaka mapambazuko ndipo tutamuua. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema katika maombi yako yote ya kila siku, hakikisha unabadilisha mashauri yanayofanyika usiku. Hawa walipanga mipango ya kumuua Samsoni usiku. Yaani Mika 2 anasema wanawaza maovu ndani mwao, tunapokucha wanayatimiza hayo maovu kwa sababu ya katika uwezo wa mkono yao. Kwa vibaya vinatengenezeka usiku, wanasema vitatokea asubuhi, vitatokea mchana, vitatokea jioni. Chochote unachokiona iwe ni ajali au ni mabaya, unayoona yanatokea asubuhi, mchana, jioni, yanafanyika usiku. Ndio maana tunasema wakaambiwa kwamba huyu Samsoni amekuja huko, wakamzingira, wakamvizia usiku kucha penye lango la mji, wakanyamaza kimya usiku kucha, wakasema na tungoje mpaka mapambazuko ndipo tutamuua. Inua mkono. Sema Baba, katika jina la Yesu nakuja mbele zako asubuhi leo kwa moyo wa shukrani, kwa sababu ninajua imeandikwa wewe ulali wala usinzii kwa ajili yangu, na umesema Bwana asipoulinda mji walindao wakisha bure. Umekuwa mlinzi wangu, umenitetea na kuniamsha tena. Pumzi yako umeiachilia ndani yangu, nimeweza kuamka na kuja mbele zako, maana imeandikwa ingawa tunaenenda katika mwili hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili, maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome, kuangusha mawazo na kila kinachoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu, chochote kilichofanyika usiku wa leo wakataja jina langu, wanaoniotea, wanaonivizia, imeandikwa mpanzi alipanda mbegu njema, walipolala akaja adui yake akapanda magugu. Kila aina ya magugu niliyopandiwa wakati nimelala, siku niliyochoka, niliyoshindwa kuomba, nilipokata tamaa, kila kilichopitishwa na ufalme wa giza, kwa jina la Yesu ninaang'oa kila mapando yote niliyopandiwa, jamaa yoyote iliyobeba mauti, mauti kwenye kazi yangu, mauti kwenye ndoa yangu, mauti kwa watoto wangu, mauti kwenye afya yangu, kwa jina la Yesu na pangua ya mauti. Maana waliovizia Samsoni ili kumuua, na mimi wao waliovizia, walionyamaza kimya, waliokaa kwenye lango la afya yangu, lango la ndoa yangu, lango la kazi yangu, lango la biashara yangu, wanaosubiri bazuka ili wapate kuniua, kwa jina la Yesu ninapangua kila mpango wa mauti
mauti hayapangwa chochote walichokipanga wakati sisi tumelala, wamepanga mabaya. Yeye anasema anayejua mawazo nayo wazia ninyi ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, uwapatie tumaini siku zetu za mwisho. Ikiwa kuna mabaya yamepangwa usiku wa leo, tunakwenda kwenye ulimwengu wa roho, tunayapangwa juu ya watoto wetu, tunayapangwa juu ya kazi zetu, tunapangwa juu ya ndoa zetu, tunapangwa juu ya biashara zetu, tunapangwa juu ya utumishi wetu, tunapangwa juu ya kanisa la Bwana, tunapangwa juu ya taifa la Tanzania, tunapangwa kwa jina la Yesu Kristo. Kila mkakati wa mauti unaharibiwa kwa jina la Yesu. Kila mauti iliyoandaliwa kwenye ulimwengu wa roho ya kutuua kimwili na kiroho, tunaiharibu kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Yesu Kristo alishinda kifo na mauti ili na sisi tupate kushinda. Kwa hiyo mauti yoyote iliyoandaliwa kwenye ulimwengu wa roho, hatutakufa, tutaishi, tutayahadithia makuu ya Bwana katika jina la Yesu. Kila mpango wa mauti, achia maisha yetu, achia majina yetu, achia uzao wetu, achia kazi zetu, achia kwa jina la Yesu. Tunaachiliwa leo kwa jina la Yesu. Mtego wote uliobeba mauti tunategoa, na sana mitego imeteguka, nafsi zetu zimeogopa kama ndege katika jina la Yesu. Uhimidiwe Bwana, usitutoa ngoma uindo kwa meno yao wanaotuwinda, wanaotuvizia, wanaotuotea, wanaotafuta kuua ndoa zetu, watoto wetu, kazi zetu. Asubuhi ya leo tunabatilisha kwa moyo imeandikwa, yeye anabatilisha mashauri ya mataifa ili mikono yao isipate kutimiza makusudio yao. Kila mkono unaonyoshwa wanaenda kutuua, tunavunja kwa jina la Yesu. Kwa moyo imeandikwa na uvunje kwa matakuzanimu. Kila mkono mdaremo ulionyoshwa kwenye kazi zetu, kwenye biashara, kwenye ndoa, kwa watoto, kwenye afya, tunavunja mikono yao yote kwa jina la Yesu Kristo. Yeye aliyenyosha mikono kwa lengo la kutuua, kwa lengo la kutuangamiza, wote wanaotuvizia, wote wanaotuotea, wapigwe kwa jina la Yesu Kristo, waharibiwe kwa jina la Yesu. Anasema panapo majina yale yale, Herode mfalme alinyosha mikono watenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa. Kila mabaya yaliyopangwa yanabadilika, yanaharibiwa, yanatenguliwa kwa jina la Yesu. Mungu ni mwema. Neema yako Kristo tufunike, tuepushe na mauti, tuepushe na ajali, tuepushe na vifo vya ghafla, tuepushe na mitego na sumu. Kila mpango wote uliobeba kufa tunaukataa, hautafanikiwa. Maana imeandikwa neno hili halitakuwa wala halitasimama, kwa sababu Bwana uliagiza, walisema tungoje mpaka asubuhi ndipo tutakapoboa. Kile walichokisema na kila kinywa kilichoinuka tunaangusha. Masema ya wengine watakusanyana, lakini sipo shauri lako. Kila silaha iliyoinuka juu yetu haitafanikiwa siku ya leo. Tunabadilisha silaha zao, tunazigeuza silaha zao ziwe butu katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Pigia Yesu tena makofi mengine mengi, atuanzie mema, asiyetutoa kwa mawindo kwa meno yao. Mitego yao imeteguka, nafsi zetu zimeogopa kama ndege, hatutakufa, tutaishi. Jana zao zinaharibiwa, mitego yao imeteguka, mashule wanatumbukia wao wenyewe katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Hallelujah. 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 Amen. Tunaweza kukaa sasa. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Nawasalimu sana kwa jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo. Hongereni sana kwa kupata neema ya kuiona siku nyingine ya leo. Amen. Tulikuwa nao wengi, tulioanza nao mwaka, lakini leo hapo. Wengine sio tu mwaka, tulikuwa nao, tulioanza nao mwezi wa Septemba. Lakini leo ni siku ya 30 hapo. Sisi tuko. Una kipi cha kujivunia? Una lipi ambalo unasema nipo kwa sababu ya hili? Mimi najua sina chochote, ila najua ni neema tu ya Kristo iliyoka. Amen. Hallelujah. Ndio mpigie tu tena Yesu makofi ya Yesu. Kwamba huko kwa sababu Kristo alishikilia tu. Amen. Sio tu kuwepo, ile kwamba na wewe wako kwenye vitanda vya wagonjwa, ukiwa umelala Muhimbili ya maana hospitali yote tunayojua, sio mwana jamaa wapi.
Kuna hao miongoni mwa waliolala kwenye vitanda. Hakuna hospitali iliyoko tupu saa hii tunazungumza. Hospitali zimejaa watu wagonjwa. Lakini mimi na wewe hauko huko. Ukielewa huko, ukiambiwa kupiga Yesu makofi, usipige makofi kama vile na lazima hivi. Piga makofi ukiwa unaonyesha kwamba sina cha kukulipa Yesu. Amen. Unapiga makofi ukiwa unaonyesha sina cha kukulipa. Katikati ya waliolala katika vitanda vya hospitali mimi siko huko. Katikati ya miili ya watu waliolala macho mimi siko huko. Ambao maisha siko mimi siko huko. Niko hapa hata kama nilipita mahali palipotoa machozi. Ile kwamba kuruhusu ile hadi nilete niko hapa jinsi nilivyo. Hatukutoa Yehova mfano wa mfano. Haleluya. Amen. So ambalo tuko nalo ni vitu vya kuombea ili ushinde vizuizi. Jana niliomba utangulizi, ninaomba nisirudi huko. Ila wewe ambaye upo leo jana uwepo na unafikiria aliyekuwepo jana anaandika vizuri. Na una simu ya kishua. Kipindi chetu cha jana kisharuka. Hatupoi, tuko vizuri. Amen. Ukiko tayari wangu. Wewe nenda andike Biblia kabisa. Mungu afya utakiwa. Amen. Jana niliwaambia tunaanza kuombea kitu cha kwanza cha kujiombea. Lakini tukumbuke mstari wetu mama inatubeba kile kitabu cha Yohana 5 kuanzia mstari wa 8. Yohana 5 mstari wa 5. Lakini leo tunaangalia kitu cha kwanza ambacho tutakachokwenda kukiombea. Jana Mungu alikumbusha vitabu. Nilikumbusha vitabu. Sasa jana sijana kwa sababu nafikiri kwamba labda hapa watu waweze kukumbuka. Jana Mungu alikumbusha. Lakini nafikiri kitabu ambacho nimeona hiki watu wengi wanacho hapa sasa. Hiki nacho kweli. Hiki nafikiri hapa. Usawa wangu ulipewa nacho. Basi hicho ndicho mpaka kufanya. Na wanawake walioweza kufanya. Kwa hiyo lazima kwa wamama wenye ndoa wataangalia wao. Amen. Jana nisema niliombea tunaenda kushughulika leo. Tuliokuwa na kuolewa tusiolewa na kuolewa sana. Jana nisema tunashughulika na nini leo? Mbona kama wanafunzi wote hawapo? Lakini hata wakitaka kuwachane. Jana nisema kusafara batuanza leo. Hebu shughulikia mipaka. Leo tunajua na mipaka tuliyowekewa. Sote tunashughulikia vitu vinavyotuzuia kufika kwenye hatima, kufika pale ambapo mbingu zinataka tufike. Nikamwambia shetani anaelewa kabisa sisi tumebarikiwa. Na baraka ya kwanza iliyotoka kwenye kinywa cha Mungu kwa ni baraka ya kuzaa na kuongezeka. Tumesoma jana Mwanzo 1 mstari wa 26 mpaka 28 anasema Mungu akawabarikia. Mungu akasema zaidi kaongezeke. Kwa hiyo tunataka kuongezeka. Kama ambavyo tukipata watoto tunatamani kuona hatua zikibadilika kila siku. Ndio Mungu anatamani kutuona.
Bwana Yesu asifiwe. Ndipo ile tunaona habari kutuona tukiwa tunakuwa utukufu wa Mungu. Kama leo unaona kutikisa katika mwaka wa 20 kesho kutoka mpaka saa unabadilika. Kitabu cha Waraka wa Tatu wa Yohana sura ya 1 mstari pia anasema mpenzi na ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwa. Sisi tunatakiwa kufanikiwa katika mambo yote. Maana nawaambia tunatakiwa kupiga vita na kukataa kabisa kuanzia bali za kuomba tu. Yesu moyoni akili kichwani za mkono. Kwa sababu anasema mpenzi na kufanikiwa katika mambo yote, sio moja, yote, na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwa. Kwa nini anasema kama vile roho yako ifanikiwa? Waefeso 1:3 atukuzwe Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo aliyetubariki kwa baraka zote ndani ya Kristo kwenye ulimwengu wa roho. Atukuzwe Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo aliyetubariki kwa baraka zote kwenye ulimwengu wa roho ndani ya Kristo. Kwa hiyo kwenye ulimwengu wa roho ni Kristo. Kwenye ulimwengu wa roho sio kawaida, lakini Mungu tunaona umechoka. Sasa vitu ambavyo tunatakiwa kuviomba ili tuwe vile ambavyo roho zetu zinatakiwa kuwa. Amen. Nikasema shetani siku zote anajificha nyuma ya matukio. Shetani hawezi kuja unaona akamwambia wewe shetani. Anajificha mbali. Atajificha nyuma ya ugonjwa. Wewe unaanza kupambana na ugonjwa. Atajificha ndani ya hasara kutengeneza vitu vinaharibika. Wewe unapambana na hasara unayoiona. Kama ni hapa siku na mimi lazima nitakuwa nimekosea vipimo. Ndio kuna vitu vimeharibika. Ndio maana magonjwa yako amejificha hapo. Wewe unapoteza muda kuangalia hayo. Kumbe yeye amejificha ndani yako. Amen. Haleluya. Kwa maana ingawa tunaenda katika mwili wa kufanya vita kwa jinsi ya mwili. Ninataka kuanzisha jambo nisiseme yote ya nitaomba. Anasema kabla ya mambo yote, kwa mambo yote sisi uwanja wetu wa kufanikiwa, uwanja wetu wa mapigano, uwanja wetu wa kukamata vya moto, sio mwilini. Sitauza pesa nyingi leo kwa sababu nimeamka mapema kuamka. Nitauza vizuri kwa sababu nimejiweka vizuri kwenye ulimwengu wako. Na kwenye ulimwengu wako tunatembea vizuri, tunaomba. Ninasemesha kwenye ulimwengu wako, mimi zilizomungie. Leo wateja wale wengi wakatuomba na wanachoma mauli na mauzuka yao na maelekezo kwa waganga. Sisi tunanifuata neno la Bwana. Aliyosema kabla ya mambo yote nataka dua sana nifanyike. Ndipo na mimi nakwenda mbele za Bwana. Baba umesema utanifunulia mbingu zako, utanirejeshea moyo njia yako kwa wakati. Leo ndio nafungua malango yangu. Umesema utaniambia shida na mbuzi isizuie. Leo mlisha magharibi na sharika zazina msiri. Haitazuia wateja. Leo nafungua malango yangu. Umesema yatafungua usiku na mchana. Ili mataniko yatoka chini. Leo wateja watanijia. Leo watu wengi watanunua. Ili zaita masika kwa jina la Yesu. Kwa hiyo hautaanza sana kwa sababu umeanza mapema. Tunauza sana kwa sababu wakati wao wanapuliza na ukomba yao. Sisi tuko kwenye ulimwengu wa roho ambapo ndio vita yetu. Tunaweza kushinda vizuri. Shetani anajificha, anatutoa kwenye sehemu yetu ya kushinda, anatuleta mwilini, tunaangalia mwilini. Na sisi tunaanza kusema nafikiri hiyo mlango umekaa vibaya. Ningegeuza huko wateja wangeroa wanaona vizuri. Hapana, hata kama tumekuwa tumefichwa, tuko wapi? Nuru ya Kristo anasema wewe ni nuru ya ulimwengu. Popote unapokuwa utang'aa katika jina la Yesu.
Nikufuata tena Yesu. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo kwa watoto kabla ya mambo yote anachotaka na sana. Hata nakwenda mwilini. Atakwenda mwilini hautashinda ndugu yangu. Mwilini wao wanaenda wanachoma mafuta yao. Yale mapepo yao yanawaletea wateja. Wewe umechoma nini? Sisi hatuchomi. Sisi tumepewa mamlaka katika vinywa vyetu. Tukisema ndicho kinachokuwa. Sasa tunaona mamlaka ni wao basi tukifunga nina mbegu kifunga. Tukifunga nina mbegu hiyo. Kwa hiyo anafungua kama anafungua kwa hiyo inafungua kama wao. Haleluya. 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 Angalia kitabu cha Ayubu 30. Ayubu 30. Ayubu 30 kuanzia mstari wa 9. Kuanzia mstari wa 9 mpaka 11. Ayubu 38 9 mpaka 11 nasema, nilipofanya wingu kwa vazi lake na giza zito kwa kufikia, nikaagiza amri yangu, nikawekea makomeo ndani yangu, nikasema utafika mpaka hapa, lakini hautapita, na hapo maombi yako yakitayo yatazuiliwa. Haleluya. Kuna naye asiyejua wingu. Mawingu tunayajua sisi. Na asiyejua giza ambaye akulala jana giza. Tunalifahamu giza. Sasa wingu ndio giza ndio kama ndio ndivyo shetani anapokuta mikakati. Unapata wingu ni kitu kizito. Anakuzalisha kitu cha namna hiyo. Anaatilia giza. Lakini mstari na wakati anasema mstari wa kwanza, nikaagiza amri yangu. Amri inaweza kuzoea watu. Kuna watu wanaopewa hayo maelekezo sio. Anasema nikaagiza amri yangu, nikawekea makomeo na milango. Nikawekea nini? Na milango. Nikasema utafika hapa, yaani hapa utafika, lakini kupita ndio. Kumbuka kwamba anasema zaeni mkafanya kuzaa utazaa. Yaani wewe ni maamuzi kuanzisha kitu tu. Tunakuliwa. Hivi vya kuanzisha utakuanzisha nini? Lakini kuwa ndio shughuli. Lakini kusogea tunaona vitu vinatokea kwa sababu tunataka kuongezeka ndio shida. Lakini kitu anachokifanya ni anasema nikaagiza amri yangu, nikawekea makomeo na milango. Mlango sio kuna makomeo ya milango. Hasa makomeo ya mwanga na nyinyi ndio mnajua namna mnakuja kufungua. Sasa jioni moja nimefunga. Mimi nije nitafuta makomeo ya kweli ni atoe. Niweke makomeo ya kwamba asubuhi kitatangia kushitana anachokifanya. Hata kuletea mradi mtu unajua wako ndio hiyo kwako, afya hiyo ya kwako, anakuletea kitu tofauti na kile cha kwako. Kwenye biashara hiyo ya kwako anaanza kuletea sana. Kwenye mbegu hiyo mlango anaanza kuingiza magomvi. Na nasema nikawekea makomeo, analeta kitu kingine tofauti na kile mama anajua. Hicho kitu ambacho tunaona kwa nafasi
siku wake au ndio siku hiyo inaingia amsalimia Baba. Ameingiza komeo na magombi. Mmeanza kufaraka. Hamsikilizane tena. Aliyetangulia kwa wale ndio mtu ile pesa ikiisha, mmeelewana, mnasalimiana, mnazungumza na wao mradi. Sasa tufanyeni. Hivi tulikuwa tunaanza kufanya kitu gani? Anafikiri tafanya kwa wakati ujao. Na ule wakati ujao ukaribia. Vivyo hivyo tunafarakana. Pesa ile inaisha tu. Hata umefika, lakini kumbuka nitakukaje? Kwa sababu kinachotakiwa tuwe kwenye kuelewana, tuweze kufanya huo mpango, uweze kukamilika. Sasa wakati ambapo tunatakiwa kukamilisha huo mpango, hatusalimiani. Hatuongei, tunagombana. Hata kama hizo pesa nikaambia kufungua duka, anipi tena, amefanyia ya kwake, kama amekula bata kwa kawaida hizo. Au wakati ambapo ndipo tunaweza kwamba hii pesa tunafanya kwa mita, ndio tunapigiwa simu mtoto shule kwa sababu tunataka kupata. Ile pesa tunaweza kufanya ile jambo, tunakimbiza kupeleka hospitali. Hatukufanya tena kile kitu. Anasema ni kawaida na kwa maana milango itasema unafika, lakini hapa upite kwa sababu hii pesa inatakiwa kufanya uende mbele. Hii pesa inakuambia watu, wewe unawaambia shetani atakuja kupeleka na mimi. Akijificha nyuma ya jambo fulani, ndio maana anakuambia kitabu cha Zaburi 10. Anasema usije kwa maana mdhalimu kwa nini ushakujua, kwa nini kile ninapopanga kufanya jambo fulani ninatokea tukio ambalo linakuwa pesa. Kwa nini? Ninaposema kufanya kitu fulani, unapokuta kitu kinakuja, jue tu ushirika ishakuja. Hamia nenda nyuma yangu kabisa, hata sana. Ukibilegea mambo, lakini hivyo, unataka jambo fulani, kuna msiba umetokea. Hauoni tena kufanya ile biashara, ile pesa unatoa na wewe na msibani. Unatakiwa kufanya kitu cha milioni 1, imetumika msibani na kibili. Umebaki na kinani. Sasa tunaona hapa, hiyo nafikiri tuiweke. Wakati mnaona kutokea mambo mengine, mpaka imepungua imeisha. Hapo mwelekeo mpaka kwamba wewe kiwango chako cha kifedha hautakaa ufuke kwenye milioni 1. Unazipata tulishika pesa ya maana huyo. Kafanya kazi, amezipata milioni 10. Hadi akili na utababao. Yesu ndiyo ya maana kutafuta kwa nini? Yeye madukani kwa wanaenda kumalizia wanani. Kwa nini nisiende kule? Nikajipe pole. Na nimejua. Anaenda kujipa pole. Akifika kule kuta bakari ya maana. Lakini toka naye. Leo watoto wangu lazima hawezi kula ugali kwa nyumbani. Toa na kupiga kazi. Yenda mpaka itakapofika kwenye milioni 1, akili zinarudi sawa. Ndio sasa hivi kwani ile hizi ningenunua kwa fulani. Hivi si ningefanya kwa biashara ya roho. Kwani tawanisha milioni 16. Utaenda kwenye ile ugeni waambie biashara zako. Mshakula mshahara wa pili nyumba siku hiyo utaona hapa kwa ile tukalisha na kusikia katika kulala. Unasema uongo mvioje? Bwana Yesu asifiwe. Anasema yeye anakuwekea elimu, anaweka giza au nini? Upepo pia unaenda tu. Anasema nikawekea mambo mengi. Yesu anasema nikaagiza yako. Kuna wanaopewa maelekezo au ndio wanaofuatilia wanajua ile ndio si watu wapata nao wanajua. Wakishajua kwamba mke anakaribia kupata fedha, tengeneza tukio la kwa pesa sana.
Kwani tunasoma Ayubu 28:22-23. Anasema waongefu na mauti usema tumesikia habari zake kwa masikio yetu. 23 anasema Bwana ndiye aliyeumba njia zake na mahali pake anapajua. Mungu anajua kwamba kuzimu inataka kupita wapi. Ugonjwa wa Mungu alioleta ni kuzimu inataka kupita kwa lengo la kula pesa. Kwa lengo la kunyima kufika unapotakiwa kufika. Bwana Yesu asifiwe. Unapotoa ushuhuda huu, kuna baba mmoja alikuwa mbele taxi. Amesomesha mtoto wake kwa shida sana na uzao wake ulikuwa shida. Wakati nafikiri mtoto wake wa kwanza wa kiume anaenda kama 6. Nafikiri kwa sababu ndio wanapata watoto wengine wawili mapacha. Kwa hiyo uzao wake ulikuwa kwa hiyo alimsomesha mtoto wa tatu. Sasa wakati unasomesha anasema hivi, bora huyu asome akimaliza ndiye atakayekuja kuwasomesha wadogo zake, kwa sababu mimi nitakuwa nimechoka tena natoka barabarani kuendesha taxi. Na kwa sababu ndio unapoona mpaka shati kuendesha chanika. Kwa nini anaweka hela anasomesha watoto? Ngoja uone mpaka hivi. Kitu amesoma vizuri. Amemaliza vizuri, wamemaliza chuo, yuko na wenzake hapo wanne, wameenda baada kujipa pole, wakaingia kwenye shule kuogelea, walitoka watatu, yeye akurudi nyumbani, ni maiti. Maji gani ya shule kuogelea? Kama mtoto wa miaka 3 anaingia kuogelea, ya mgoje kijana wa miaka 20. Mwana ni mpaka utafika hapa lakini kupita utogoi. Kwa vitu tunavyoviona vinajirudia. Najua ili uweze kushinda kwenye maisha, nasema hivi, tusiende kwa Mungu kwa mtu wa kujifanyia kazi. Kwa hivi ni mashambulizi kwenye maisha yangu yananipata wakati gani? Hivi, yani ninapita kwenye msukosuko wao, mimi nilishajua. Kama nina mambo makubwa nataka kutokea mbele, yani vita inayopigwa hapa. Naweza ukasema Baba katika jina la Yesu usinichukue tu. Unajua, kumbe hapa tunapigana usiende kule. Usipojua unabaki hapa unaangalia haya machungu, unaangalia mateso, unaangalia maumivu hapo, unashindwa kufika. Kwa unasema hapa ninapita. Yaani ukishajua unaanza kupambana, unajua kwamba hapa ninapita. Nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, kwenye hili bonde hili mimi napita. Kuna maana takiwa nivuka niende. Shida tunabaki hapa. Ndio maana kila siku tuko hapa tunapiga maandamano. Mungu wapo waliopewa amri ya kufuatilia, nasema nikaagiza amri yangu. Nikamwambia mambo moja milango, nikasema huyu hapa afike tu, lakini kupita. Sasa mipaka mingine ni ya kifamilia. Jambo sitaki kwenda huko. Ni ya kifamilia. Ukisoma kwenye kitabu cha Isaya unaona mpaka Musa anatuma taarifa kwa mfalme wa Edomu, anaomba tupe ruhusa tupite kwenye mipaka yako. Hatutagusa hata maji, hatutagusa hata nini. Hata kama mifugo itagusa majani tutakulipa, lakini tupe ruhusa tupite. Mfalme wa Edomu anakataa. Anasema hamtapita. Wanasema tutengeneze labda njia nyingine pa kupita. Akawavizia akatengeneza njia, wakaanza kupigana. Ni ndugu kwa ndugu, mnaoneana wivu. Tukizungumzia Israeli tunamzungumzia Yakobo, tukizungumzia mfalme wa Edomu tunamzungumzia nani? Esau. Ni pacha hawa, lakini wanaoneana wivu kupita, kuvuka kwenda mbele. Anasema upite au kutengeneza njia, na huyu anamwambia hii anaijua ndugu yetu, jinsi baba yetu alivyokaa huko utumwani Misri wanapoteseka, tunaomba tutupe ruhusa. Anamwambia wewe naenda. Mtu unajua maisha ya kwetu vijana. Unajua baba zetu walivyokuwa. Unajua baba yetu hajasoma, baba yetu hakusoma. Unajua maisha baba aliyeishi. Nisaidie tu ndugu yangu, nipe tu hata 20,000. Niongezee kwenye ada ya mtoto wangu. Hii sina na nazo. Uvuke
naenda wapi? Tushinde. Naenda wapi? Mimi nasema hivi kwa kwenu yani kwenye familia kwa hata kama ni mtoto wa mdogo ile kwa hata anaonekana kwenye TV mpigie makofi kwamba uko kwa baraka ya TV unaonekana. Tuache wivu kwa jina la Yesu, tutiane moyo tuendelee mbele. Haleluya. Unaonekana kwenye TV tena. Hajione huyo amefanikiwa. Jamani, kwani uko utakaotaja pale kwa kina nani? Uko utakaotaja. Kwa mfano mimi ukimsikia nasema nitakuwa nalikia kanisa. Yaani ukitaja kanisa ni umati wa watu. Na ukiwa unatafuta kanisa, unatafuta kanisa, yaani wewe unaelewa wewe kanisa hili. Kwa sababu kanisa ni jina la Mungu. Ni umati. Kuna wanaume wanne hapo. Wote wamezaa watoto, wote ni kanisa tu. Kuona tafuta kanisa sasa. Ukisikia kataja kwenye redio angalau kanisa na yanasikia kwenye redio angalau kanisa. Sifa ni kwa nani jamani? Sasa kama tulisikia ndugu tulimuona ndugu. Si kama nyinyi muone fahari basi ametoka nyumba za nyasi amepata kaji na ghorofa. Amejenga yule kwa heshima yake yote. Kwa hiyo unakuta kuna mazuio, kuna mipaka ambayo tumewekewa watu. Simama tu. Nafikiri unaanza kujitafakari. Unaanza kujifanyia tathmini. Nimesema ili ushinde wewe mtu wa kujifanyia tathmini. Jiulize mimi na mama makorokocho yananipata wakati gani? Ndipo utaweza kuomba vizuri. Amen. Okay, ngoja nizungumze kitu. Labda tutatusaidia kuomba. Maana tunaangamizwa kwa kukosa maarifa. Ni wakati hapa tuna viwanja. Siku hiyo unaona tunataka kabla. Ulienda ukaweka mipaka mwenyewe. Yaani ulienda kwenye kiwanja chako ukasema hiki kiwanja chako kuanzia hapa mpaka hapa ndio kwako. Inaweka hapa ni kwako. Ndivyo ilifanya. Simu liwaita upande huu na upande huu na upande huu na upande huu kutafuta mashahidi. Wakaja kaweka. Hakuna mpaka unaojiweka. Huo unawekwa. Nakupa lugha ya kuomba. Anasema nikaagiza amri yangu waliwapa kina nani wale waliowaita wakulia wa kushoto wa huko waje kusimamia kuwa mashahidi. Ndivyo kwenye ulimwengu wako. Unaitiwa wa magharibi wa mashariki kwa kaskazini na kusini unawekwa kati. Huyu mpaka wake ni huu. Kwa hiyo ukitaka kushughulikia ishu ya mipaka, nenda kwa sura ile iliyonanga huko nje namna tunaweka mipaka. Okay, tuna mawe, wengine vijijini tuna majani yale tunachomeka yanaota. Wale waliochomeka miti, wale waliweka mawe na mafuta yanayoanza kwenye ulimwengu wanaofuta alama zao zinakufuatilia popote unapokwenda. Naonaga viwanja vilivyopigwa, ukienda wanakuuliza kiwanja namba ngapi, wanaangalia namba, sio? Hawasemi sio nini, wanaangalia namba ngapi. Kwa hiyo na wewe mpaka wako ni namba ngapi? Tupo. Tusione tu nakuja mpaka njoo na suru na ile iliyotaka kama huko kuna mashahidi wa kupi hao ndoe ndio hao waliopewa amri ya Mungu. Nasema nikaagiza amri yangu. Wapo waliopewa dhamana ya kusimamia sahihi zilizowekwa. Muite upande huu aje ashuhudia weke na sahihi. Futa hizo sahihi hizo ndio lugha za kuomba sasa. Sio kitu naomba mpaka kuna muda upiwe. Futa hizo sahihi zao. Ondoa wasimamizi wote. Ondoa namba zao. Ondoa hiyo mambo yote. Ondoa hiyo miti wao waliweka nini? Hiyo mistari ilichorwa. Baba huyu anapita. Wao wanapita hata wale wazee wale wanajipitisha wanachora na mistari kwa miguu. Futa. Unanielewa? Unaomba kwa ishu ya mauti, ninakataa ya mauti.
Nenda msibani, vaa sura ya msibani kabisa. Msibani kwa kuna nini wanafanya gani? Ndio utaweza kuomba. So nilikuwa naomba mbele ya mtu, unaomba dakika 3 shamba wewe. Umeomba wewe, umeshughulikia na mtu kwa dakika 3. Umeenda msibani, umejua na masufuria na walioandika na wanini na masanda na majeneza na makaburi na walioyachimba. Umeshughulikia yote. Nashughulikia mifungo, nifunguliwa kwenye mambo ya mifungo. Nenda gerezani. Magereza kuna nini? Mtu akiwa gerezani kinatokea nini? Yeye unapata muda za kuomba, unajikuta unaomba hata masaa mawili bila kuchoka kwa sababu unayo maarifa. Umepata maarifa na kusadisha. Haleluya. Haleluya. Mipaka huwa inawekwa. Kama inawekwa inaweza kuondolewa. Inaweza kuvunjwa. Inaweza kuondolewa. Sababu mipaka mingine inapandwa. Ni miti. Sema Baba katika jina la Yesu. Na mbele zako kwa damu ya Yesu. Asante kwa ajili ya neno lako ulilolituma kwangu asubuhi ya leo. Na niweza damu ya Yesu kwenye nafsi yangu, mwili wangu na roho yangu. Kila mpaka niliyowekewa kwenye ulimwengu wa roho ninaondoa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila aliyeniwekea mpaka wowote kwenye fikra, kwenye mwili, kwenye roho, kwa jina la Yesu ninaondoa mipaka yote, mipaka yote iliyochorwa, iliyopandwa, mipaka ya miti, mipaka ya mistari, mipaka ya mawe, ninaiondoa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninavunja kila mpaka niliyowekewa kwenye maisha yangu, maana imeandikwa nitafika mpaka hapa, lakini sitapita ule mstari niliyotolewa. Ninafuta kwa jina la Yesu. Anza kuomba, anza kuomba, anza kuomba. Ondoa mipaka yote, ondoa kwa watoto wako, ondoa juu yako, ondoa juu ya maisha yako kila aina ya mpaka tuliyowekewa kwenye ulimwengu wa roho, mipaka ya familia, mipaka ya mimi binafsi, kwa jina la Yesu iliyowekwa kwa mbali ya familia ya kwetu, kwa jina la Yesu naondoa kila mipaka waliotuwekea usawa wa kanisa, kwa jina la Yesu naondoa mipaka yote iliyowekwa juu ya usawa wa tumbo la mama yangu. Nafuta mipaka yote, naondoa mipaka yote, naondoa mipaka yote, nabatilisha mipaka yote kwa jina la Yesu. Kila mpaka uliowekwa kwenye swala la elimu, waliweka mipaka ya kwamba watoto wa kike hawatasoma, hawatafanikiwa. Waliweka mipaka ya kwamba watoto wa kiume wasifanikiwe kwa jina la Yesu. Naondoa kila mipaka tuliyowekewa kwenye ulimwengu wa roho kwa jina la Yesu. Kila mpaka uliowekwa kwenye ardhi ya madhabahu ya maradhi ya kwamba watu wa mahali hapa wasiongezeke, ya kwamba watu wasijenge, wasiinuke, wasifanikiwe. Damu ya Yesu ipite, damu ya Yesu ipite, damu ya Yesu ipite, damu ya Yesu ipite. Mipaka yote tuliyowekewa inaiondoa, inaiondoa, inaiondoa kwa jina la Yesu. Mipaka ya kiuchumi inaondolewa, inavuta mipaka ya waganga, ya wachawi, ya walozi, washirikina, wenye ila, wenye wivu, watuchukia, wasiotupenda. Hiyo mipaka ya inaondoshwa kwa jina la Yesu. Ondoa mipaka ya, ondoa mipaka ya wanakuwekea, ondoa yote kwa jina la Yesu. Mipaka inaondolewa, mipaka inaondolewa, mipaka inaondolewa kwa jina la Yesu. Ondoa hiyo mipaka katika jina la Yesu. Shughulikia hao walioiweka hiyo mipaka. Kuna walioweka mipaka, kuna walioweka hiyo mipaka. Wasimamizi wapige, waondoe hao waliopewa mamlaka ya kukusimamia. Anasema nikaagiza amri yangu, nikasema utafika mpaka hapa, lakini hautapita. Hao waliosimamishwa, mashahidi wa uongo kwenye ulimwengu wa roho, waliosimamishwa, hao mashahidi wa kichawi, hao mashahidi wa kiganga wanaondolewa kwa jina la Yesu. Rapaka zeketa yama mandala masai kwa jina la Yesu. Badilisha sheria za, badilisha sheria za, badilisha amri za kwa jina la Yesu. Hoja masaya kila sheria iliyotungwa ili kutuzuia, ili kutukwamisha kwa jina la Yesu. Sheria za mipaka ya inaondoshwa kwa jina la Yesu. Kwa damu
Resa karakori. Yesu. Inua sadaka yako mbele za Bwana, anza kuongea sadaka yako kwa dakika moja. Mwambie Baba, ikiwa kuna sadaka zilitolewa wakaniwekea zuio, wakaweka mipaka kwamba nisiinuke, nisifanikiwe kupitia sadaka ya damu yako, ninaondoa mipaka yote najiungamanisha na sadaka ya damu yako kupitia sadaka hii niliyobeba. Baba, asubuhi ya leo tunaomba neema yako ya kutusaidia. Tunajua wewe ndiye sadaka ya agano jipya uliyotolewa kwa ajili yetu Kristo. Ikiwa kuna sadaka zote zilitolewa za namna yoyote, sadaka za kuku, sadaka za mbuzi, ng'ombe, kondoo na za watu, sadaka za fedha, sadaka za maji, sadaka za vinywaji, sadaka za unga, waliwahi kutoa sadaka za mafuta ya kwamba tusifanikiwe, tusisogee, wakatuwekea mipaka. Kwa jina la Yesu tunafuta mipaka yote, tunaondoa kila mazuio yote katika jina la Yesu. Wewe uliyesema mpenzi na ukafanikiwa katika mambo yote na kuwa na afya kama vile roho yako ifanikiwavyo, Baba tumekufanikiwa tena asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Tunajikumbusha na visasi na malipizi ya adui, tusikie tunapotoka na tunapoingia. Maana umesema Bwana atatulinda na mabaya yote, atatulinda kutoka hapa na tuingia hapa, atatulinda nafsi zetu ya Bwana katika jina la Yesu. Umesema kama ulivyomwambia Yoshua, kama vile ulivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo ulivyokuwa pamoja na lazima utamwacha wala utampungukia. Baba, nasi tunaomba katika jina la Yesu, usituache wala usitupungukie tena asubuhi ya leo. Ongoza hatua zetu, maana imeandikwa hatua za mwenye haki zinaongozwa na Bwana. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana na Mwokozi wetu, Mfalme, tumeomba. Amen. Amen. Karibu. Niguse, ukinigusa wewe nitakuwa salama. Niguse, ukinigusa wewe nitakuwa salama. Yesu, niguse, ukinigusa wewe nitakuwa salama. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana kondoo ameshinda. Amina. Unaweza kumshangilia Mungu kwa makofi mengi kwa ajili ya nafasi na kutupa siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru sana mtumishi wa Mungu kwa ajili ya ujumbe ambao Mungu ametutumia kwa njia kwenye madhabahu. Tunaomba neema ya Mungu endelee kuwa pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana kondoo ameshinda. Amina. Kwa wakati hapa tumefika mwisho wa ibada yetu.